za rasmi kuweza kutundika daruga hasa katika upande wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Hatakuwa sehemu ya kikosi hicho kama mchezaji, lakini yupo tayari kuweza kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars endapo kihitajika, hasa katika nafasi nyinginezo, kwa mujibu wa ile article ambayo ameshare na Watanzania na wale wote ambao wanamfuatilia kupitia mitandao yake ya kijamii. Huu ni ujumbe ambao jana aliupakia kupitia mtandao wake wa Instagram, ni saa 14 zilizopita, na maoni kiujumla kwa wale ambao wamepata nafasi ya kushare kwenye zile comment, na mimi ni miongoni, Nsejigwa Senior na wengine wa Bogasti nimemwona pale, Hamisa Abdurrahman, ni comment 11,000. Goti wa taifa huyo. Goti wa taifa. Sasa kwenye ule ujumbe ambao alishare na Watanzania kiujumla, aliandika kama ifuatavyo. Aliandika: habari, baada ya kutafakari kwa kina, ninatangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu yangu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuanzia hii leo. Ulikuwa ni wakati mzuri sana na wa kipekee katika maisha yangu kuwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takriban miaka 15. Najisikia fahari zaidi kusema nashukuru kwa nafasi hii. Miaka 10 ya kuongoza wachezaji wenzangu kama nahodha wa Taifa Stars imekuwa yenye alama kubwa zaidi katika maisha yangu, ikiwemo kufuzu finali ya AFCON mara 3 na kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kuweka historia ya kuingia hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza. Naamini huu ni wakati wa vipaji vipya kupewa nafasi ya kufikisha kwenye hatua za juu zaidi. Ilikuwa ni safari njema iliyojaa nyakati zisizosahaulika na zenye hisia mchanganyiko. Naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF na kuhakikisha timu ya taifa ya Tanzania inakuwa tamanio na ndoto ya kila mchezaji. Shukrani za kipekee pia ziende kwa familia yangu, wachezaji wenzangu, rafiki zangu, wadau wa Taifa Stars na Watanzania wenzangu kwa kunionyesha upendo na kuiunga mkono timu hii katika nyakati zote za furaha na huzuni. Najivunia Utanzania wangu, naahidi kuendelea kutoa mchango wangu kwa timu ya taifa katika maeneo yaliyo ndani ya uwezo na uzoefu wangu. Asante. Alimaliza hivyo kwa ile article, kwa ambao unapata nafasi kutushuhudia ama kututizama kupitia YouTube pamoja na TV. Utaona kuna article pale, of course inapita, ama lile andiko ambalo ni rasmi kutoka kwa Bwana Ali Samata, ambalo yeye ametangaza kustaafu kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Ni surprise kwako? Swali langu la kwanza, Nsajigwa. Na hapana, sababu taarifa ambazo zilikuwepo karibia mwaka sasa zipo. Na nakumbuka alifanya interview na Jurio wakati ule ipo kwenye bench ya timu ya taifa. Na aliulizwa kuhusiana na Samata kukosekana, Michael na Kola alikuwa anakosekana, zingine yupo. Akasema ni mchezaji ambaye alishaomba kupumzika. Lakini kuna namna ambavyo alikuwa anajaribu kumsubirisha kwanza, kwa sababu alikuwa anaona bado kuna uhitaji wa timu yake ya taifa. Yes, kwa hiyo baada ya michuano ya AFCON kumalizika, Kola zilizofuata Samata hajahusika. Ilikuwa ni dalili tosha kwamba muda si mrefu atatangaza rasmi, kwa sababu kila kitu kishaonekana huko mwanzo. Lakini kama haitoshi, kitendo cha kocha Miguel Gamont, ukiangalia AFCON mchezo mingi Samata kuhusika kwanza moja kwa moja. Mara nyingi alikuwa anaanzia bench au hata akianza ambaye dakika 90 kuna muda anapumzika afu anakuja watu wengine. Ilikuwa ni ishara pia inawezekana kuna ujumbe ambao alizungumza na Samata. Kwa hiyo kwenye harakati za kutaka kuishi maisha bila Samata unajiandaa vipi? Nilikuwa naona hizo dalili. Ndio maana utakuta leo kaita Popita, leo Shui asema ni mwalimu na wengine wengi au washambuliaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu mimi haikuwa surprise, kwa sababu ni tayari nishakiona dalili zake karibia mwaka umepita. Yes, tangu nimeanza kuona hizo dalili. Yes. Kwa hiki ambacho kilichotokea, tunamtemu Samata ambaye amefanikiwa ama amefeli akiwa na national team? Amefanikiwa. Hivi sasa duniani kuna mjadala mchezaji bora muda wote ni nani kati ya Ronaldo na Messi. Lakini Tanzania hakuna mjadala. Mchezaji bora muda wote Tanzania ni Bwana Ali Samata. Popo. Na kabla ya kujaji vitu vyake binafsi kwenye sehemu zingine zilizopita, kwenye timu tu ya taifa, kisoma andiko lake amerahisisha kazi kwa wale watu ambao ni wavivu kufuatilia. Amezungumza amefuzu AFCON 3. Kitu ambacho kabla ya yeye tulikuwa na AFCON 1 mwaka 80. Kwenye hizo AFCON 3 kuna AFCON 2 mfululizo ya 2023 na 2025. Kwenye hizo AFCON 2 mfululizo au 3 kiujumla tangu 2019, kuna moja tumevuka hatua ya makundi kwenda hatua mtoano. Kitu ambacho ilikuwa ni historia, AFCON ya mwisho wa Morocco. Haya ni miongoni mwa mafanikio ambayo kabla ya yeye Tanzania kama taifa tulikuwa hatuna. Kwa hiyo si swali gumu
kujiuliza kwamba huyu ni mchezaji bora muda wote wa Tanzania kuanzia kwenye timu ya taifa na ukija kwenye binafsi amefanya vitu vingi sana Mbwana Samatta. Tanzania hivi sasa tunatuza mchezaji bora wa Afrika wa ndani ambao aliishinda yeye akiwa TP Mazembe 2015. Tuzo ambayo baada ya yeye kushinda hakuna mwingine ambaye ameweza kuishinda hiyo tuzo. Ni mwaka jana tu ambao Shomari Kapombe alikuwa nominated lakini hakushinda. Yes. Kwa ni yeye peke yake. Yeye ndo mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania moja kwa moja mpaka anaenda ligi kuu ya England. Yaani katoka Tanzania kaenda Mazembe Ulaya. Belgiji, Ulaya hiyo tayari mpaka Premier League. Anafunga goli Anfield, cheza UEFA Champions League, Europa League. Kafunga Wembley. Kafunga goli Wembley kwenye finali ya FA City ya Aston Villa. Ni historia yote hiyo ambayo hakuna tena kiungo mwingine ambaye ametoka moja kwa moja Tanzania ameshaye kufanya. Kwa ndio maana kasema pale mwanzoni duniani kuna mjadala wa Messi na Ronaldo, nani mchezaji bora wa dunia? Lakini Tanzania hakuna mjadala. Mbwana Samatta ni mchezaji bora muda wote Tanzania. Okay, na kwenye hiyo binafsi nafikiri ndo mfungaji bora namba 3 kwa timu ya taifa. Magoli 22. Mrisho Ngasa pamoja na Simon Msuva ambao na goli 25. Yana magoli 22. 22. Okay, unahodha ni miaka almost 10 manake kitambali kichukua kwa Nadri Harubu Cannavaro Katule. Kwa hiyo kwenye kucheza kwake timu ya taifa ama kuitumikia miaka 15, kwenye miaka 10 amepata nafasi ya kuwa nahodha. Kwa hiyo kuna wale watu ambao kama ulivyozungumzia kwamba kuna mengi alikuwa akizungumzwa juu yake. Watu wengi sana wamekosoa bora siwepo sio nini, akikosekana awepo sio imekuwa hivi. Maneno kila mmoja of course hatuzuii maoni ya watu na maoni yake. Unaona kuna mchezaji yoyote ambaye anaweza kafikia level ya Mbwana Ali Samatta alipofikia? Kama ulivyoainisha hapa, actually mbali national team Club Brave ambao kucheza Europe. Leo tunamzungumzia mchezaji ambaye msimu ulioisha alikuwa Le Havre Ufaransa. Alikuwa Ufaransa. Tukitaka tusidili na utabiri kwa maana kitu ambacho kitatokea wakati ujao kwamba atatokea au hatatokea, hilo ni kitu kingine ambacho bado kipo kwenye probability, inawezekana akatokea au asitokee. Lakini tukidili na uhalisia na uone hivi sasa, sio tu kufika alipofika Samatta, kufika hata nusu ya Mbwana Samatta kwa washambuliaji wetu wa Tanzania na waona mpaka sasa hizi simuoni. Kwa nini nasema hivi? John ambaye Kevin tulimpa nafasi wakati Samatta yupo miongoni mwa washambuliaji ambao walikuwa wanaonekana anakaribia kufika huko alikuwa John Raphael Boko. Yes. Lakini Boko kashaondoka. Waliosalia sasa Calvin John, Selemani Mwalimu, Popita na wengine wote mnaowafahamu. Safari ya Calvin John kutoka Tanzania kwenda Ulaya ilikuwa ni safari ya matumaini ambayo watu walikuwa wana expect makubwa kwa Calvin John. Lakini paka muda huu ukweli ni kwamba tumeishi nje matarajio. Calvin John hajafikia hata nusu ya kile ambacho tulikuwa tunakitarajia. Umri ambao alikuwa anatoka ni umri mdogo sana. Tena alitoka mdogo hata kuliko Samatta. Lakini imekuwa tofauti. Mara kadhaa zimekuwa na kampeni aitwe timu ya taifa na kweli aliitwa na tukashuhudia wote. Hatukuona utofauti ambao upo. Tukirudi kwa wengine ambao tuko nao huko ndani. Hao wengine tunajua shida zetu wa Tanzania. Wachezaji wetu wamekuwa ni watu wa viwango vyao kupanda na kushuka. Inawezekana akupa msimu fulani bora zaidi, ukaamini huyu mtu msimu unaokuja utakuwa ni mzuri zaidi, lakini imekuwa tofauti. Sasa mchezaji mzuri, mchezaji bora kuna muda anatengenezwa kutokana na muendelezo wake wa kiwango kizuri kila msimu, kila mechi, kitu ambacho wengi tunakosa. Kwa hiyo paka sasa hizi mimi sijaona ambaye anakaribia hata kufika nusu ya kile ambacho amekifanya Samatta. Nikizungumzia nusu, nazungumzia tu 2015 kushinda Champions League na akiwa mfungaji bora wa ligi ya mabingwa, kitu ambacho Tanzania hapa simuoni mwingine ambaye anakaribia kufika ile daraja. Kwa kumaliza, mpaka tulipofikia kama nchi kwa engo ya soka Taifa Stars tumejiandaa maisha bila Samatta, maana sisi tuna host michuano ya AFCON 2020 ijayo hiyo. Hapana, tujajiandaa. Kwa nini? Na ndio maana vikao vya kumbembeleza vilikuwa vingi sana. Na sasa hizi vinatarajiwa kuwepo. Na vinatarajiwa kuwepo na nasikia vimeshaanza. Hii ni uthibitisho tosha kwamba hatukujiandaa, kwa sababu inawezekana hapa katikati kuna pool wa washambuliaji wengi wamepita. Achana sasa wale wa kizazi chake. Hawa generation mpya. Lakini wameshindwa kufikia matarajio. Yes. Akiwemo Calvin John ambaye nimemtaja na wengine wengi. Kiasi kwamba tukiwatazama wale yani unajiuliza hivi, in case leo Samatta ndo hayupo, ambia labda anaongoza idara ya ushambuliaji ya Stars, labda ni Popita au labda ni Selemani Mwalimu au labda ni Calvin John, anaweza akatoa hata nusu ya kile ambacho Samatta anakitoa. AFCON imetupa ushahidi. Kuna mechi Calvin John alianza mechi dhidi ya Uganda, mechi ambayo ina pressure ya kawaida. Una exploit mtu ambaye anacheza Ubelgiji
aonesha utofauti, ikawa sio. Mechi dhidi ya Nigeria ametokea bench Kelvin John, nafasi muhimu ya kuua mechi, lakini akaimiss, na hiyo imekuwa ni muendelezo. Okay, hivi sasa kwenye harakati kama hizi hakuna mtu yoyote ambaye anaweza leo hii akaniaminisha kwamba kwa washambuliaji hawa tuliokuwa nao Samata acha tu aende, hawa waliopo wanatosha. Labda rudi kwa mashabiki. Mshefa Pius, kwa upande wako wewe, unaamini Stars imejiandaa maisha bila Samata? Tuna Selemani Mwalimu kwenye ligi ya Tanzania ambaye ni mzawa Simba Sports Club. Juzi hapa alikuwa na takwimu sio mbaya sana. Nakumbuka msimu amaliza na goli ngapi? Selemani ana bao 9. Bao 9. Akawastua dakika enda akatumia dakika chache kuliko wote kufunga hizo bao. Ana miaka 20 Selemani Mwalimu. Ni sahihi. Ana miaka 20. Kwa nini tukate tamaa? Wakati Selemani Mwalimu ni mchezaji ambaye anacheza eneo la ushambuliaji. Anisa, yani au unaamini ni kweli Samata anaondoka ila hatujajiandaa? Ni kweli hatujajiandaa. Kwa nini? Sababu tungekuwa tumejiandaa, maana kwamba hata hizi dakika alizokuwa anatumia. Cha kwanza sisi makocha wetu wanaita timu. Akiita leo anaenda kucheza. Wakija kuita tena kwenye mashindano mengine ni tofauti. Okay. Umeona? Ndio maandalizi yetu hamna hapo. Hakuna consistency ya kumuita mchezaji. Haipo. Hiyo ndio tuna shida nayo. Kwa hiyo kingine sio tu kwa kina Selemani Mwalimu, wakina nani, alikuwa anatakiwa Samata awepo watoto au under 17, under 20 ambaye tunaenda naye kwenye timu ya taifa, ambaye Samata akicheza dakika mpaka 80 yeye anaingia kumalizia dakika 10, ndio tunaenda, ndio wenzetu wanachokifanya. Kwa sisi maisha yale hatuna, ndio maana tunambembeleza tuwe naye ambaye atatupeleka kwenye AFCON tunayoandalia nyumbani. Tunambembeleza ama hatuna idadi ya wachezaji wenye quality yake? Wachezaji wenye quality yake hamna. Leo Ronaldo anaondoka, kumbembeleza kwa sababu hatuna. Hatuna. Kwa hiyo tungekuwa tuna vingi vya kumbembeleza kwa sababu hatuna. Tungekuwa tuna utajiri, manake huo muda wa kumbembeleza usingekuwa. Angekuepo. Kwa mfano labda na staff goalkeeper. Mabembeleza watu wakuwa mengi kwa sababu si wapo. Okay, mwisho sio kwa lazima. Hivi kuna mtaa unaitwa Samata? Hatujampata jina. Ile heshima yake. Kama kama wanyama alivyofanywa Kenya. Sasa hatujafanya. Hata airport tunazingine si hazina majina. Vile ya Songwe inaitwaje Mbeya bana? Ile ni Songwe Airport. Si eneo? Jina sasa kwa heshima kama Julius Nyerere International Airport. Au uwanja wa Dar es Salaam pale. Si inawezekana. Kwa hiyo kuna haja hiyo. Au siku airport inajengwa Msalato Dodoma. Of course. Inawezekana pia. Lakini wamempa kitu kikubwa kwamba akicheza AFCON ya ijayo tutajenga sana. Hivi majina mengi ya viwanja na maeneo mengine makubwa ya nchi hii yapo kwa upande wa wanasiasa tu. Wengi, sio wengi, ni wote tu kifupi. Wengi. Kwa hiyo huwezi kukuta sehemu ya wanamichezo, sio Alphonse Simbo mwanariadha, au sio bwana Samata, hamna. Wapi? Kweli? Wapi? Bwana. Kama lipo nchi hii tupeleke. Mmefanya utafiti kweli? Tembea tusikiza utafiti. Hata kwenye mitaa yetu huku chini. Hata huku tunakopigia story huku chini hamna. Ila hata hizi barabara za wanasiasa tena wengine wa nje. Fanyeni tafiti. Tena wengine wa nje. Nani Remi Ongala sasa alikuwa msanii? Remi unajua ameipataje? Kwa Remi si kwa Remi kwa sababu alikuwa anaishi. Sawa, ameishi yale maeneo. Kwa sisi tuliokuwa tunapita tunashuka. Ndio kwa Remi. Kwa fulani. Kwa Remi. Wewe sio mtaani moja kwa moja kwamba umeidhirisha. Kwa sasa ilivyofikia ikaona sasa haina jinsi ya kubadilisha kwa sababu ukibadilisha itakuwa ngumu. Yani ukiita kwa Nsajigwa na tulikuwa tumezoea kwa Remi. Sasa tuje tuzoee Nsajigwa. Kwa hiyo kifupi kwa kusummarize maeneo mengi hapo na wanasiasa. Inawezekana labda huko nyuma atakuwa na michezo ambayo imefanya makubwa zaidi. Inawezekana ni hivyo. Lakini kwa sasa si yupo Samata. Na wengine inawezekana wakatokea huko mbele. Umemtaja Simbo hapo. Anahakisha vizuri sana kwenye riadha. Kwa nini? Sababu naona kuna vitu vingi sana. Hata kama labda tutaki kutoa jina kwenye labda airport, sijui mtaa. Siku na vitu tunajenga vya AFCON hivi. Kwenye kimoja Mbwana Samata Stadium. Kama Madeira wameweza kubadilisha jina la airport kwa ajili ya Cristiano Ronaldo, sisi tunashinda kitu gani? Kwa sababu historia ya Cristiano Ronaldo na taifa ya Ureno haina tofauti na Tanzania. Kabla ya Cristiano Ronaldo, Ureno ilikuwa haina taji lolote kubwa, lakini baadaye ina mataji matatu. Kabla ya Samata Tanzania, tulikuwa hatuna AFCON 3. Sasa tunazo mfululizo na tumefika mpaka hatua mtoano na heshima nyingine ambazo amezileta kwa taifa. Kwa hiyo inawezekana kabisa tukaamua airport moja pale, labda ile ndio ile ya Songwe. Bwana, hii ni Samata International Airport. Au labda ni hiyo ya Dodoma inayojengwa au sehemu yoyote itakawapendeza, hata barabara tu. Kwa sababu kuna barabara na majina paka ya watu wa nje huko. Utasikia Mwakibaki Road, kwani Mtanzania huyo? Sio Samno Joma Road, sio hii. Wakati wa Bongo tupo nao ambao wamefanya vizuri. Inawezekana. Kifupi kwa mapendekezo yako, Samata naye
apate kitu cha heshima. Yani either ni airport moja hapo barabara, uwanja, yani kwa heshima kubwa zaidi. Mtu asije akaniambia sio kuna mtaa nyumbani kwa kuna vitu vikubwa ambavyo taifa zima linakuwa linajua. Kwa sababu jambo ambalo amefanya Samata si jambo la mtaa, ni jambo la taifa. Sawa.